Rais wa Marekani Donald Trump amesema mashambulizi ya hivi karibuni yaliyolenga uongozi wa juu wa Iran yanamaanisha mabadiliko ya utawala licha ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu kuendelea kuwepo. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya Air Force One, Trump alisema mashambulizi hayo yaliyolenga viongozi wa juu akiwemo kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei yameudhoofisha kwa kiasi kikubwa uongozi wa Iran. Trump alidai kuondolewa kwa viongozi wa juu wa Iran kumebadili kabisa muundo wa kisiasa wa nchi hiyo, akisema hali hiyo ni sawa na mabadiliko ya utawala, regime change. Pia alisema Mojtaba Khamenei anayesemekana kumrithi baba yake huenda bado yuko hai, lakini anaaminika kujeruhiwa vibaya. Licha ya vita vinavyoendelea, Trump alionyesha matumaini ya makubaliano ya kumaliza mapigano, akisema yanaweza kufikiwa hivi karibuni. Alionya kuwa Iran inaweza kukabiliwa na matokeo makubwa ikiwa haitokubali pendekezo la Marekani. Trump pia alidai Iran imekubali kuruhusu meli 20 zaidi za mafuta kupitia katika mlango Hormuz kama ishara ya utayari wa kufanya mazungumzo, ingawa madai hayo hajathibitishwa. Trump aliongeza kuwa mazungumzo yanaendelea vizuri, lakini akakiri kuwa matokeo yake hayana uhakika. Alidai pia kuwa Iran itakubali kuachana na uwezo wake wa silaha za nyuklia chini ya makubaliano yanayoweza kufikiwa, huku akionya kuwa kushindwa kufanya hivyo kunaweza kuhatarisha mustakabali wa nchi hiyo. Katika maelezo mengine, Trump alisema angependa kudhibiti mafuta ya Iran na hakukataa uwezekano wa kuchukua kisiwa cha Kurg, kituo muhimu cha usafirishaji wa mafuta. Alisema Marekani ina chaguzi nyingi, ikiwemo kuendelea na mashambulizi zaidi ya kijeshi, akibainisha kuwa bado kuna maelfu ya shabaha nyingi za kijeshi zilizosalia. Rais huyo pia alidai jeshi la Marekani limeharibu shabaha nyingi za kimkakati nchini Iran katika siku za hivi karibuni, na kusema kampeni hiyo iko mbele ya ratiba licha ya vita kuingia wiki ya 5. Are you considering still putting boots on the ground, and would you do that without going to Congress? I just have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them all because of, the power. Look, I would say we're just like we're ahead of schedule on the ballroom. In a much bigger way, we're ahead of schedule with Iran. We're weeks ahead of schedule. If you would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire Navy, which we did, we knocked out their entire Air Force. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks, but they're sputtering. And we have a group, it's really a new regime. It's a new group of people that we've never dealt with before, that are acting very reasonable. It is true.